Naam, ni tarehe 5 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Kwa majina naitwa Rajabu Mochi Shabani. Nazungumza kupitia taasisi ya Tatamata nikiwa kama mkurugenzi upande wa Tankers. Leo tutaizungumzia Malebo. Malebo ni nini? Malebo ni wapi? Malebo ni depo ambayo inahusika na ushushaji wa mafuta katika nchi ya Kongo. Lakini kuna madereva wa Kitanzania kupitia makampuni kadhaa yakiwemo Lake Oil, Asas, Oilcom, Interpetro, Kalani na Baruaku wamepata changamoto za kupewa shoti ama kutoka na shoti sehemu ambayo wanashushia pakiwa panaitwa Malebo. Sasa tuna kila sababu viongozi wa taasisi jambo hilo tumelichukua na tumelisikia. Tumefuatilia kadri tulivyoweza kufuatilia kushirikiana na viongozi wa Kongo upande wa Kongo kina Mr. Mande, lakini viongozi hawa hawakupewa ushirikiano na depo manager, kwa maana kwamba hapo Malebo hawakupewa ushirikiano kama viongozi. Sasa ni jukumu letu kupaza sauti na jukumu letu pia kutoa kauli kama taasisi kupitia bodi ya mkurugenzi upande wa Tankers. Tuna kila sababu ya kuhakikisha hawa madereva wa Kitanzania wanayashusha mafuta wakirudi wakiwa salama salimi. Kama changamoto ni mita, ni jukumu lenu wahusika, kwa maana kwamba wahusika wa hiyo depo Malebo, ni jukumu lenu kufanyia calibration hiyo mita na kuhakiki kama iko sawa, basi madereva hawa watayashusha mafuta, kwa maana kwamba changamoto na adha ambazo wanazipitia, kwa maana kwamba kupata shoti zaidi ya lita 400, lita 500, lita na kuendelea huko. Wakija huku Tanzania wanalipa hizo lita. Sasa madereva hawa wanasafiri milimu, wanapasua milima na mabonde, wanapita katika misitu ya nyika hii, wanakutana na vijana waporaji, wezi, wanyang'anyi, lakini hawa madereva wamekuwa ni waadilifu na kuyalinda haya mafuta hadi wanapoyafikisha katika sehemu hiyo ya kushusha. Wanakuwa na uchungu hadi kufikia hatua ya kuweza kusitisha huduma kwa sababu tu ya kuweza kupata haki zao. Rai yangu kwa wahusika, kwa maana kwamba depo manager, jaribu kufanya mazungumzo na kile ambacho wanakihitaji hawa madereva wa Kitanzania, kuhakikisha kinafanyika. Wao wanahitaji mita ifanyiwe calibration, na kama mita itafanyiwa calibration, wanahakika hawa madereva watatoka salama salimini pasipokuwa na shoti. Lakini kuna kampuni ya Oilcom ilituma kama mwakilishi wao kuja kufanya taratibu za kusimamia, na walifanya taratibu za kufanya calibration, kuifanyia calibration hiyo mita. Lakini baada tu ya mwakilishi wao kuondoka, adha na changamoto za shoti zikaendelea kurudia. Sasa madereva walichukua hatua na wamechukua hatua kusitisha huduma, na wataendelea kusitisha huduma hadi pale tu watapokuwa wamesikilizwa na kuhakikisha wanatoka salama salimi. Rai yangu kwa viongozi wa Malebo, chukueni haya tunayowaambia, fanyeni calibration hizo mita, basi hawa madereva watashusha hayo mafuta. Lakini mwisho kabisa, cha kumalizia, depo manager hajaonesha ushirikiano kupitia hawa viongozi wa madereva. Tuna kila sababu, na hili jukumu ama hili jambo limeshatufikia. Tutapaza sauti kadri tunavyoweza kuhakikisha hawa madereva wetu wanapata haki ambayo wanaipambania hapo. Kwa hiyo sina mengi zaidi ya kuwakumbusha madereva wa Kitanzania. Tuna kila sababu kwa umoja wetu kuhakikisha haya mambo yanakoma, na si tu kwa sababu ya dereva, hata dereva ambaye si mwadilifu pia tutatoa taarifa ama tutatoa tamko juu ya hawa madereva ambao si waadilifu. Lakini nina imani na madereva wa Kitanzania ni waadilifu, ni wasikivu. Katika hizo kampuni nilizotajwa, hizo kampuni zote kuna madereva waadilifu wengi wapo katika hizo kampuni.
na hadi kufikia hatua ya kusitisha huduma, basi kuna jambo ambalo linaonekana haliko sawa. Sasa nyinyi wahusika, chukueni hatua, fuatilieni hilo jambo la kurekebisha mita ili tuweze ili madereva hawa wa Tanzania waweze kushusha mafuta na kurudi katika viunga vyao vya nchi yao salama salimi. Mafuta yetu depot zote tunazoshusha hatujaona kwanza hiyo staili ya kuchezewa mita hii kama mtu anaendesha jahazi. Ni kitu ambacho hakipo. Sababu unapo attach hivi mita kule inasimama. Usiniambie kama mafuta lori usio kutoka kwenye tanki kwenda kwenye chemba yatakuwa yamesimama. Kwa maana yatakuwa yanaendelea kumove kwenda. Yale yanayopotea ni ya nani? Ni ya dereva, ni ya tajiri aliyepakilia Tanzania, na dereva amewekwa kati. Sio maisha ya dereva ni kama chapati au maisha ya sponsor. Moto tu moto. Kwa ukikubaliana nalo utakao kutana nalo huku tajiri yako hizo utapata kwenda kulipa. Au uberi wa watoto unapoenda umeishia hapa. Sababu shortage sisi ya lita 100 kwetu ni shilingi 300,000. Ukinipa shoti lita 100, ukinipa shoti ya lita 400, nimekuja kwa shilingi ngapi huko kama ni milioni 1 na kwenda? Ikiwa mimi nimelipwa shilingi 800,000, 900,000 nije Kongo, naondoka na shoti ya lita 400, naenda kulipa nini Tanzania? Au nimekuja bure? Haya, kuna mwingine wa kuongeza? Ombi la kuongeza mimi msaada wangu kitu moja. Shida iko ni moja. Tujitambulishe, unaitwa nani? Mimi naitwa Ali Haruna Kapu. Shida iko ni moja. Kote tunapopakilia, tunapakia kwa mita, tunapima kwa stiki, tunahakikisha mafuta yapo ndio yaliyo kwenye magari. Kwa hiyo ombi langu kama itawezekana ni bora tushushe kwa stiki. Kwa sababu ndio mafuta tunapakia na ndio yanaonekana kama. Lakini mita ni kitu ambacho mtu anaweza kukichezea kitu kwake. Anaweza kurudisha ikazidisha kama jana usiku ameingia na tochi hapo, wamezima umeme wakaingia na tochi wakaanza kurekebisha kule mita kuanzia saa 12 mpaka saa 3 usiku wako wanarekebisha. Haya, mwingine mita inatakiwa iwe na siri, inatakiwa na siri mwingine jamani. hakuna ngeni sasa mnakaa kimya tena. Haya, asanteni sana. Nafikiri kati yenu kuna wengine ambao nimekwisha kukutana nao kwenye ishu kama hii. Sawa? Sio mara ya kwanza kwangu, mimi sio mara ya kwanza. Ilikuwepo pale Sepkongo pale uwanja wa ndege. Tulienda huko, tuligombana nao wale wazungu mpaka tukaleta polisi. Mimi huyu mnayemuona hapa mpaka nikaleta polisi. Kwa sababu walituambia muwezi kuingia ndani, hamuna na barua ya serikali, hamuna na nini. Sasa walipojionyesha kwamba wao wanataka kujionyesha kwa wana nguvu sana, sisi tulitumia nguvu zaidi yao. Na tulifanya utaratibu wa kupakia gari moja kwa mita yao na kushusha gari moja kwa mita yao. Tuligundua mita zao zote sili ya OCC ilikuwa haikuwepo. Lakini kuna watu wa OCC wanaofanya kazi ndani, yani wanakuwa wana operate na mwenye depot na huyo mtu wa OCC. Sasa sisi tulipotumia nguvu zaidi yao, wote wakaogopa na vitu, nafikiri wanaoshusha kule hivi. Ninachowaomba, mnajua nguvu yetu sisi viongozi ni ninyi madereva. Na kila siku wanaotuangusha ni ninyi madereva. Kwa sababu sisi tunaweza tukawa na msimamo, lakini nyuma yenu kukawa wengine, kama ni bosi wake, kama ni nani kampigia simu, hebu nenda shushe, hebu nenda ufanye. Sasa sisi tutakuwa hatuna na nguvu ya kuweza kufanya nini kuendelesha hilo zoezi. Wawili au watatu wakianza kushusha, unaona, ninyi hapo mtakuwa tayari mumesha tuangusha. Nataka kitu tutakacho kizungumza hapa na kifanyike, na itakuwa ni mafunzo kwa wengine watakao kuja. Kwa sababu hawa wote kama ni Wahindi, kama ni wanani, hawako juu ya sheria. Hata kama mnasema Kongo ni pesa yenu ndio inaweza kumaliza shida zenu, kwa sababu kuna wengine madereva waliniambia hiyo kauli. Anasema mbona Kongo sisi ni pesa yetu ndio inamaliza shida zetu. Sawa, lakini watakaoona kwamba sisi tutawasimamia na kuwasaidia, tutaenda pamoja. Sawa? Kitu tutakachokisema leo,
nataka tujipange, tuwe wavumilivu, kwa sababu hili zoezi haliwezi kumalizika leo au kesho. Unajua leo ni Jumamosi, kesho ni Jumapili. Yaani inaweza ikaanza process ikaanza Jumatatu. Unaona? Sasa tuwe wavumilivu. Tuweke nguvu yetu kwa pamoja kusudi tufanye nini tushinde. Ni vita ambayo tumeianzisha. Mnaona ni uchumi wa mtu ambaye anainvest pesa yake. Sasa anaona kama tunamuingilia kwa faida yake. Hiyo shoti mnayopata nini? Yeye anaipata kwake ni faida. Ni hasara kwenu lakini kwake yeye ni faida. Tunaelewana? Kwa hiyo tujipange, tuweke nguvu yetu kwa pamoja kusudi ili tutakalolifanya iwe funzo kwa watu wote. Hata wale watakao kuja kushusha mwezi ujao, kama ni wiki ijayo, wakute hapa panakuwa salama. Sawa?